Kwa chama cha rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila PPRD kimesema hakishangai kuona serikali ikitaka kumfungulia kesi rais huyo mstaafu, haswa baada ya Kabila kuitembelea Goma baada ya kurejea nchini humo. Hatua hii inajiri baada ya serikali ya DRC kulitaka baraza la seneti la nchi hiyo kuondoa kinga ya kutoshtakiwa kwa rais huyo wa zamani ambaye amekuwa akishtumiwa kwa kuunga mkono waasi wa M23 wenye silaha. Waziri wa sheria wa DRC Constant Mutamba amesema waendesha mashtaka wamekusanya ushahidi wa madai ya Kabila kuwa na uhusiano na kundi linaloungwa mkono na Rwanda na kuhimiza kuondolewa kwa kinga inayostahili kupata kama rais wa zamani na seneta wa maisha. Mbele Chimsoshi na taarifa zaidi. Kulingana waziri wa sheria mtini DRC, kuna ushuhuda unaonyesha kama mwanzilishi wa kundi la M23 ni rais mstaafu Joseph Kabila, na kwa hiyo aliomba baraza la seneta kuondoa kinga yake ili korti ya kijeshi ifungue kesi dhidi Joseph Kabila. Kwa mujibu wa Constant Mutamba, waziri wa sheria mtini DRC, Joseph Kabila anapaswa kufunguliwa kesi kwa tuhuma ya uhaini, kushiriki katika harakati za uasi, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Nous attendons donc du Sénat. Kwa hivyo tunatarajia baraza la seneti kuondoa kinga yake kama rais mstaafu katika maisha yake yote na kuruhusu mahakama kuchunguza kwa kina kesi hiyo na ifikishwe katika mahakama kuu ya kijeshi ili kueleza mahakama kuhusu wajibu wa jinai wa bwana Joseph Kabila Kabange kwa mauaji yaliyofanywa mashariki mwa nchi na M23 na pia kundi la AFC. Chama cha rais mstaafu PPRD kimesema ya kwamba hakishangai kuona mamlaka kutaka kufungulia kesi kiongozi wa chama chao baada ya ripoti ya mwezi uliopita ya kusema ya kwamba Kabila alirejea nchini DRC akitembelea Goma, mji ulioshikiliwa na waasi wa M23 baada ya kukaa miaka miwili nchini Afrika ya Kusini. Ferdinand Kambere ni katibu naibu wa chama hicho cha rais mstaafu. Bali chawika hapa juzi kama amefika Goma, fasi kuna tawaliwa na hawa watu wa M23. Nani alileta M23 panda 14 mwa? Haiko hii utawala Tshisekedi? Nani aliendelea kutoka Bunagana, wanakamata Ruchuru, Rugari, mpaka Kibati, mpaka Goma, ti wanaendelea Bukavu? Nani aliwaachia eneo? Haiko hii regime yao? Kimya yake kutokusema ndiyo inasema wanapenda wamfuatilie kwenye mahakama. Haitustushe sisi na haitutishe. Unaona inakuwa sasa ni mambo ya kutishana tu, wanawaza watamuogopesha rais mstaafu. Kama Chris Leader, raia wengi wanahisi kufungulia kesi rais mstaafu huenda ikachochea zaidi ukosefu wa usalama mchini DRC, wakati rais Tshisekedi ametaka wakongomani washikamane ili kuzuia yale alipodai uvamizi wa nchi. Mkuu wa nchi President Tshisekedi iko na lazimisha watu wakae pamoja, waungane kusudi ya kumaliza vita kwa lote. Ni saa ya kuikalisha wana wote wa Kongo pamoja. Hiyo mambo ya kufuatana na kusema kama president wa zamani Joseph Kabila njoo iko nyuma ya M23 ni uongo, kwani tunajua sisi wote kama alipiganisha M23 na akawawina. Sasa namna gani atakuwa tena nyuma ya watu wenye yeye alipiganisha? Lakini Jise Mingedi Mbala anahisi hatua hiyo ni ya maana sana. Haina kitu inafanyika tu hapa kwetu Kongo. Tuliona mademokrasia mnene saa France, Nicolas Sarkozy balifanya paka vile. Donc hapa nayo banapasha kutosha kwanja ile kinga njoo bamusambishe. Kama anapata sheria, anapata sheria. Kama tu banamupata na yeye anakosea bakongomani, muali anakamata kujichanga na bale badui, sheria ifai kazi yao. Serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani ilitangaza kusitisha shughuli za chama cha rais mstaafu Joseph Kabila nchini kote baada ya maafisa kadhaa wakuu wa chama chake kuhojiwa na mahakama ya kijeshi. Mbele Chimsoshi, Dira Dunia, BBC.